Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameweka masharti katika mazungumzo na Marekani, akisema hataki vitisho wala hataki mashinikizo katika mazungumzo hayo. Rais wa Iran Bwana Masoud Pezeshkian amesema amemwagiza waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi kuelekea katika mazungumzo na Marekani, lakini moja kati ya masharti ya mazungumzo hayo yasiwe mazungumzo ya vitisho wala yasiwe mazungumzo ya kushinikizwa katika kufanya baadhi ya makubaliano. Hata hivyo, amesema kwamba mazungumzo hayo yanapaswa kufanyika katika mazingira ya kuheshimiana na yasiyokuwa na vitisho. Katika mfululizo wa machapisho kwenye akaunti yake ya ukurasa wa X leo Jumanne, Rais Masoud Pezeshkian amesema amemwagiza waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi kujibu pendekezo la Marekani la kufanya mazungumzo kufuatia maombi kutoka kwa serikali rafiki katika eneo la Asia Magharibi. Nimemwagiza waziri wangu wa mambo ya kigeni ili mradi tu kuwe na mazingira yanayofaa yasiyokuwa na vitisho na matarajio yasiyokuwa na msingi kufuatia mazungumzo ya haki na usawa yanayoongozwa na kanuni za utu, busara na wepesi, ameandika rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian, na kuongeza kusema kwamba mazungumzo hayo yatafanyika ndani ya mfumo wa maslahi ya taifa letu. Amesema kwamba baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba tuingie katika mazungumzo, tulikubali na tulikubaliana na namna marafiki zetu walivyotuambia. Tupo tayari kwa ajili ya mazungumzo hayo, lakini hatuhitaji kuona tunalazimishwa katika kukubaliana na majambo ambayo yanatengeneza mtafaruku uliopo kati yetu na Marekani. Matamshi yake yanafuatia ripoti kwamba mjumbe maalum wa rais Donald Trump wa Marekani Bwana Steve Witkoff na Araghchi wanatarajiwa kukutana mnamo Ijumaa mjini Istanbul huko Uturuki. Juhudi hizo za kidiplomasia zinakuja huku kukiwa na mvutano unaozidi kuongezeka katika eneo la Asia Magharibi baada ya Marekani kutuma vikosi vya jeshi la majini katika eneo hilo. Iran imetoa onyo kali kwamba itajibu kwa nguvu hata hatua ndogo zaidi za kijeshi za Marekani. Kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei kwa upande wake alionya Jumapili iliyopita akisema kwamba vita vya kikanda vitazuka ikiwa Marekani itathubutu kufanya shambulizi dhidi ya Iran. Iran imekataa katakata matakwa ya awali ya Marekani kama masharti ya makubaliano ya nyuklia, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kabisa urutubishaji wa madini ya urani nchini na kubana uwezo wake wa makombora. Hata hivyo, moja kati ya matakwa ambayo wakati huu Marekani inazungumzia ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran kusitishwa kabisa, lakini pia ni namna ambavyo Iran inatakiwa kuachana na mpango wa uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.